بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tukiwa bado tukiendelea kuzungumza na kuelezana kuhusu kitabu ambacho kwamba chenye kumueleza muridi ambaye kwamba atakufika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni njia gani ambazo kwamba atakana azishikilie ili afike katika sehemu kama ile ambayo kwamba inakusudiwa. Anao ni maarifatullah Subhanahu wa Ta'ala wa ridhaih, ni kumjua Mola wako Subhanahu wa Ta'ala na kupata radhi yake. Sema Sayyid Imam al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu katika kigawanyo ambapo kwamba ni kufuatilia faslun: wa awwalu shay'in yabda'u bihi al-murid fi tariqi Allah tashihu at-tawbati ila Allah ta'ala min jami' adh-dhunub wa in kana alayhi shay'un min al-madhalim li ahadin min al-khalqi falyubadir bi ada'iha ila arbabiha in amkan. Naam, tuzungumzia Sayyid Imam al-Haddad mlango wa kwanza ambao kwamba anaoingilia murid ama as-salik ila Allah subhanahu wa ta'ala, na rao ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa ahli taqwa wenye kushughulika na mambo kama haya kufika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa usul za mwenye kuingia katika sehemu kama hii ni 10 milango ambayo mwenye kuingilia katika njia kama hii ni 10, usuli zake ni 10. Miongoni mwapo wa kwanza wako ni la kwanza yake ni taubatillah subhanahu wa ta'ala, ambao kwamba ndo alianza nao Imam al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu, wa huwa at-tauba. Nayo wa hiya at-tauba hiya ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala ba'da irtikab al-khati'ah, ni kurejea kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa umefanya makosa yale ambayo kwamba alikuamrisha kuwa hukuyafanya, alikuharamisha kuwa ukayafanya. Hiyo ndo maana at-tauba, ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala. Na tauba kama hii mwenye kurejelea au mwenye kwamba ataka kuwa ni amesifika na sifa kama hii ya tauba, awe ametahakak na vitu vitatu ambavyo kwamba ni sharti zake zilikuwa maalum. La kwanza huwa an-nadam, kujutia kwa kile ambacho kwamba ulikifanya, wal-azm ala adam ar-ruju' ilayhi, kujutia kwa kile ambacho kwamba ulikifanya, na jambo la pili uazimia kwamba kutorejelea lile kosa ambalo kwamba ulilifanya, na la tatu wa huwa al-igla', na kujiepusha na kujiweka kando kupitia hilo kosa ambalo kwamba ulifanya. Hizi sharti mbili huwa ziko daiman hata kama baada pia kufanya ile kosa, lakini sharti ya tatu ambayo kwamba al-igla' huwa ni hupatikana pinda popote unapofanya ile makosa. Hali ya ile makosa, yale madhambi unayofanya, hatia unayofanya, unayashtarituna al-igla', ndio sharti kama hii yatahakka katika sehemu kama hii, ni wewe pale pale uachane ile jambo. Wal billah, mathalan kama mtu yuko katika zina ama yanywa tembo ama mathalan yuko katika ghiba au namima au al-kadhib, kutahakkak sharti ya tatu ambapo kwamba al-igla' pale pale akijijua kwamba afanya makosa achane nayo ile jambo, itakuwa tahakkak hada shart. Ama al-azm ala adam al-aud wan-nadam, kujutia kwa kile ambacho kwamba alichokifanya na kuazimia kutorejelea, hii hata baada kuishafanya ile makosa ni iwe daima au na hali kama hiyo. Na hapa Imam al-Haddad aelezea kwamba na kaashiria kwamba kuna madhambi ambayo kwamba yataallaq bil insan bi nafsihi wa huwa bainahu wa bain Allah, na kuna madhambi mengine ambayo kwamba si baina yako na Mola wako subhanahu peke yake, bali yataallaq na haki za wanadamu, na hadha huwa as'ab shay. Na tauba, mtu aweza kutubia mathalan kwa madhambi mengine ambayo kwamba yasokuwa, aweza kutubia na mengine akaacha, lakini kama utakuingia katika suluki ila Allah subhanahu wa ta'ala, lazima utubie kwa kila kitu, kwa kila aina dhambi ambayo kwamba uliofanya, kwa kila aina haki ambayo kwamba ustahiki kuwa nayo, lazima ujisafishe nayo. Naam, ama haki Allah subhanahu wa ta'ala kama maarufu, mtu ameacha swala, ameacha kufunga mathalan, amezini, amesema urongo, ametumia masala ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameharamisha, مثل هذا. واما حق الادميين مثلا اخذ الاموال الناس بالظلم، kuchukua mali za watu kwa dhulma، au atakallam ala had fi ghaibatihi، kuzungumza mtu kwa nyuma yake، الغيبه هذا ule mtu hayuko radhi، وغير ذلك من الامور التي تتعلق بالانسان. Baba kasema awwalu shay'in, na jambo la kwanza ambalo kwamba yuanzia nayo yule murid fi tariqi Allah subhanahu wa ta'ala, katika njia ya Mola wake subhanahu wa ta'ala, tashihu at-tauba, ni usahihishe toba yako. Wa tashihu at-tauba ma yahsul illa bi hadhihi thalathati al-ashya. Na imepokewa
Naam, tashihi toba katika vitu vitatu. Wakasema ila Allah ta'ala min jami'a dhunub, katika madhambi yote ambayo kwamba uliyofanya. Laysa dhanbin duna akhar. Waweza kutubia kwa dhambi moja lakini si nyingine, lakini unataka kuingia katika tariki ila Allah subhanahu wa ta'ala, an tatuba min jami'a dhunub, kwa madhambi yote yale ambayo kwamba yalikuelekea wewe. Wa in kana alayhi shay'un min al-madhalim, ukiwa kuna jambo lolote ambalo kwamba liko juu yako kutokana na dhulma, umemdhulumu mtu, umempokonya mtu haki yake, wa ghairi dhalik li ahadi min al-khalqi, kupitia watu kutokana na waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, falyubadir bi adaiha, ufanye bidii katika kuenda kuelekeza na kuiregesha haki ya yule mtu, ila arbabiha, kwa watu wake, in amkan, kwa uwezo wako. Ikiwezekana yule mtu yuko hai, yuko pale pale, umemchukulia mali yake, mregeshe mali yake. Mtu mathalan ulimsema kwa siku kwa vibaya kwa nyuma yake, yuko katika hali yake, aenda kumfuata, mwambie kuna siku kadha kadha umefanya. Wa illa fayatlub bil ihlal minhum, wa illa uombe kama huna uwezo wa kumlipa mtu madhambi. Mathalan umemtukulia mtu dhulma, umemfanya vile, umempokonya haki yake na wakati ule wewe huna, basi enda ukatafute al-ihlal, upate kuhalalishia kusamehe jambo kama lile. Mathalan alikuweko kama yuko hai pale, ukaenda kusamehe, Allah hayuko, urejee kwa warithi zake. Nani ambao kwamba ni warithi zake, fulani na fulani wake wako, ama asaba zake wako, ama nani wako, urejee kwao, ambaye kuna siku kadhaa aliwahi kumdhulumu baba yenu, ama aliwahi kumdhulumu mama yenu, ama aliwahi kumdhulumu ndugu yenu. Na sasa hivi kama una uwezo, wajibu wapatie. Kama hakuna uwezo, uombe, naomba mnisamehe. Kama haikuwezekana hali kama hiyo tena, hawako hao mawarithi ambao kwamba walikuweko, basi wamesema kwamba an tastaghfir lahu wa tatasaddaq alayhi. Ule mtu ambaye kwamba ulimdhulumu na kumfanyia makosa na yeye hayuko sasa, ama unkwenda kumwomba nisamehe ni kadha kadha, haikuwezekana jambo kama hile, na wewe uko sadiq, yani ma tawajjuh as-sidq, kwamba una ukweli utakurejea kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala, basi qalu annaka tastaghfir alayhi wa tatasaddaq, an tastaghfir lahu wa tatasaddaq alayhi, wa istighfari daiman, na wamtolia sadaka kwa nia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aizibe ile makosa ambayo kwamba ile dhulma aliyomfanyia. نعم، كما الوسيمة صاحب الزوجة، وإن تعلقت بالحق الآدمي لابد من تبرئة للذمم، فواجب إعلامه إن جهل، كما هو جنبي ولازم متفوت، بل وإن يغب فابعث إليه عاجلا، كما هيوكو كم تفوته، قال فإن يموت كما أكيفة، بل فهي لوارث يرى، كما لمورثي كبالي، قال إن لم يكن فأعطيها للفقراء، كما هيوكو مورثي ambako mwenye kupatia haki zao, basi wapatie mafukara. Toa sadaka mimi wapatie mafukara kwa ajili ya ile madhambi ama ile dhulma ambayo kwamba alimfanyia yule mtu ambaye kwamba hayuko. Gal ma'niyatul ghurmi idha hadar, unkwenda kwa tafuta mawarithi, iko hali umefika, umekuwa na mali na uwezo wako, umemtafuta yule mtu ambaye amefariki, watafuta warithi zake wako wapi, nataka kuwalipa haki zao, hawako, basi maa dhalika utoa sadaka. Lakini maa vile vile kwa hali kama hiyo watiana nia pia, ma'niyatul ghurmi idha hadar, ma'niyatul ghurmi lahu idha hadar, watiania kwamba ya kumlipa yule mtu haki yake akija kihudhuria, moja katika mambo kwamba anastahili ile jambo. Bal wa mu'sirun yanwi lahu, bal wa mu'sirun yanwi al-ada idha qadar, na yule ambaye kwamba hana uwezo, kwa ile amedhulumu, alifanya aliwafanya, lakini hana uwezo sasa kulipa ile ambaye kwamba aliwafanya, basi yanwi kulipa akiwa na uwezo. Hali kama hiyo sasa yataallaq kwa wale ambao kwamba wanastahili hali kama hii. Lakini huyu ambaye kwamba alifanya makosa, yeye alifanya makosa na akatubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hali zake zote, na hakuweza kumikinika kuwalipa wale ambao kwamba walifanya vile, basi tumtarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumsamehe. Bal fa yamut min qabliha narju lahu min Allah, narju min Allah, fa yamut min qabliha yurja lahu maghfiratullah bi an tanalahu, akifa kabla ya kuwa kuwatekelezea wale haki zao, na lakini maa taubati sahiha ambayo kwamba iliyosharutishwa kutubia na hakuweza kutekeleza haki za wale wanadamu, basi tumtarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maghfira yake impatilie. Wa hakadha, na hakika tauba mtu akitubia maa dhalik alqabul inda Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama qala baadhi ulama dhanniyan, yani kukubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kukubali wewe mja wake katika tauba ni dhanniyan, wagila qat'iyan, kwamba moja kwa moja kukubali kwamba umemtubia kwa haki ya kutauba, kwamba umeachana na maasi, umeepukana nayo na ukawa una nadam daiman na daiman, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusamehe. Bikhilafi taubatil kafir min kufrihi, ule kafiri akitoka katika Uislamu, akitoka katika kafiri kuingia katika Uislamu, alifanya makosa mingi yeye, basi husamehewa madhambi yake qat'iyan, ambapo kwamba kwa nasi ambapo kwamba ilikuwa wazi wazi bila ai ihtimali, illa ma ta'allaqat bi haqqi al-adam wa ba'd al-huquq al-insaniyya,
mathalan kahadi zina, hata kama kafira amesilimu bado kule alizini na alikuwa na haki ya madhulumu watu, lazima aregeshe haki za watu. Alizini hakusimamishwa hadi, lazima asimamishwe hadi yake, wa ghairi dhalika min hadhihi al-ashya. Bihadha sura ndio yatahaqqaq at-tauba sahiha. Na mtu akitahaqqaq na tauba kama hii, basi ndo mlango wa kwanza kuingia fi suluki ila tariqi Allah subhanahu wa ta'ala. Ama min ghairi dhalika bado hujatimiza mlango wa kwanza kuingilia katika kufika kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Wa fadlullah subhanahu wa ta'ala adhim. Ni mtu alekee kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala na atubie. Ndio hapa akasema fa innal ladhi takunu dhimmatuhu murtahinatan bihuquqi al-khalqi la yumkinuhu at-sayru ila al-haqq. Yule mtu ambaye kwamba dhima yake imefungika na haki za wanadamu na haki za watu, basi la yumkinuhu sayru ila al-haqq, haiwezi kabisa kufika katika njia ya haki mpaka utimize ile haki za watu. Kwa utafsili na ahwali kama hizo tulizoelezea, hujaweza ama ulikuwa umeweza na hukufanya mambo kama haya bado, hata ukawa namna gani, hata ukawa na nia gani, lazima mwanzo uhakikishe jambo kama hili ndio upite, baadaye ndio ufike kwingine kule kwamba kutakufikika. Ndio akasema wa shartu sihhati tauba, na sharti ya kusihi tauba yako sidqun nadami ala dhunub, ni kuwa na ukweli wa kujutia. Umefanya haya makosa, umefanya dhambi fulani, umejutia kwa ukweli, bikafi aljawarih an almasiyah na batini yako kujutia ile jambo kwamba ulilofanya. Ala dhunubi ma'sihati alazmi, pamoja na kusihi kuazimia kwako, ala tarki al'ud, kuturejea kwa yale ambayo kwamba uliyofanya, ilaiha muddat al'umri, katika umri wako wote. Si kwamba mtu atasema, kwa sababu watu katika kutubia kuna namna mbili. Kuna mtu atubia kuwa ameacha ile jambo lakini moyo wake bado atamani, ameacha ile maasi, alikuwa mathalan anatumia mambo mengine lakini moyo wake bado, kwa sababu julibat bishahwa bitabiati shahwania, moyo wake umezoea na tabia ya kinafsi ya kishahwa, ameacha ile makosa lakini moyo wake bado wamili katika ile jambo kama lile, bado hata kitubia toba yake pia haikubaliki. Na mtu sampuli ya pili, moyo wake wachukia, hataki kufanya ile jambo lakini yafanya vitendo vyake, ukiangalia dhahiri yake yafanya kwamba mimi najuta sitakufanya vile na vile, lakini utamkuta hakikatan vitendo vyake yafanya. Hali kama hii atakitubia pia lam yazal fi hayzi man lam yuqbal lahum tawbatuhum wa hakadha. Ndio akasema ala azmi tarki al-aud ila muddat al-umr, ni kwamba azimia kutorejelea ile makosa katika umri wake wote. Na mtu anaweza kujiuliza, tayeb mimi nimetiania kwa sidqi na nikafanya niliyofanya, lakini maadhalika gahrullah subhanahu wa ta'ala yamenjalia mimi nifanye ile makosa. Ndio kuangalia wakati ulipoacha ile azma ya kuacha ile makosa yako uliyoacha, ulikuwa na nia gani? Ulikuwa na nia kwamba mimi sitorejelea hili jambo, wala huna nia kurejelea ile makosa, lakini baada dhalika qudratullah na gahri imekujilia juu yako kufanya ile makosa bila kuyataka, basi خلاص Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunub. Naam. Ndio akasema waman taba an shay'in min adh-dhunub wa huwa musirrun alayhi au azimun ala al-'aud ilayhi fala tawbata lahu, yule mtu ambaye kwamba alotubia, alirejea kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala kwa kubali makosa ambayo kwamba aliyofanya, wa huwa musirrun alayhi, na bado endelea kwa ile makosa, yarejea kwa Mwenyezi Mungu. Sasa ni kama wamfanya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ama wamdanganya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Au musirrun alayhi au azimun ala al-'aud ilayhi, na yazimia yamerejea alitastaghfar, atubu kwa Mwenyezi Mungu, atatoa machozi, lakini nia yake bado yatiazwa min tafanya tena haya makosa, basi fala tawbata lahu, huna tauba, bado hujatubia hakika tauba. Naam. Ndio aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sema idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ma asarru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, na hawakuendelea kwa yale ambayo kwamba wanafanya na wao huku wakijua. Ndio Sayyidina Abdullah bin Abbas anasema wala yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, ay annaha kila anachokifanya ni maasi, ama yajua hicho anachokifanya ni maasi, basi bado hakusihi istighfari yake wala toba yake haikusihi. أو قالوا بعض العلماء سما لا، بعض المفسرين يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون kwamba hajui kwamba israr ala dhanb ni dhanb, kuendelea yuko katika kufanya madhambi yako ni madhambi, hajui jambo yajua, yafikiri akitubia خلاص ile jambo amelifanya hata kiendelea mbeleni kule ni makosa, yaona ni sawa. Bali al-israr ala dhanbi dhanbi, kuendelea kufanya ile makosa ni makosa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala maghfira yake katika kumkubali mja wake ni wasa, wa rahmati wasi'at kulla shay, rehema yake Mtume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imeenea kila kitu. Ndio hadithi al-Qudsi ilipokuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ya ibn adam in da'awtani wa rajawtani
غفرت لك ما كان غفرت لك ما كان منك. قال ولو أتيت قال ولو أتيتني أو لو قال يا ابن آدم لو يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء فاستغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم شيخ اسمه يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا فلقيتني قال لأتيتك بقراب الأرض قال لأتيتك بقرابها مغفرة ولم أبالي. Ukiingilia kwa hali yote yani wewe madhambi uliyofanya hayahesabiki wala hayaangaliki, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ukiniombea istighfar mimi nitarejea na nitakusamehe bila atakujali Subhanahu wa Ta'ala. Na قال anasema ma asarra ala dhanbi man istaghfara walau aada fi al-yawmi 70 marra. Anasema hakuwa ni mwenye kuwa amebakia katika makosa yake yule ambaye kwamba atakayerejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku yake, walau hata kama atarejea ile makosa mara 70, lakini yeye imetahakka kwake sihhati tauba, lakini akawa si mwenye israr, si mwenye kuendelea. Wa maana al-israr kwamba ana azma ya kurejelea ile kosa ama kwa vitendo vyake bado vafanya ile makosa. Ndio min huna yatahaqqaq maana sayyidina al-kalam sayyidatna ar-rabi'a al-adawiyya anasema istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfari zetu sisi yahitaji tena istighfar man kana ala hadha al-hal. Mtu afanye istighfari na bado lakini istighfari yako itaka istighfari. Kila ukileta istighfari yahitaji tena istighfar kwa ajili yale ambayo kwamba uliyofanya bado una azma kuyafanyia. Na wametufundisha arbab al-ma'rifa radiyallahu ta'ala anhu namna gani ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutumia sifa gani za kurejea. Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yuhsab fi majlisihi 70 mara min astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi 70 mara wa fi riwaya 100 mara. Ikiwa kwake katika kila majlis Mtume sallallahu alayhi wasallam annahu qad ghufirat lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Madhambi ya kila siku usabika katika majlisi yake akisema astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi akirejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walakin hadha maqam an-nubuwah wa maqam al-mahbubiyyah ma'a Rabbih Subhanahu wa Ta'ala. Ama nahnu mtu tasema utalisika kama hiko sawa astaghfirullah wa atubu ilayhi, yani narejea Mwenyezi Mungu nisitirie, astaghfir yani nisitirie madhambi yangu, atubu ilayhi narejea kwako wewe. Yani watu wachukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba warejea kwake yeye na kutorejea kwa ile ambayo kwamba ulitoka kwake. Ndio akasema baadhi asema kuna taubatul kadhabin, kuna toba ya warongo. Utamkuta asema astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi na bado katika makosa yake, bado katika maasi yake. Hadi taubatul kadhabin ni wale ambao kwamba moyo wake bado yaazimia kurejea ile makosa, ويكون ما أخبر به فهو يكذب عما أخبر به, ni mrongo kwa kile ambacho alichokisema. Naam. Ama hali ya pili huyu ambaye kwamba moyo wake wachukia hili jambo lakini vitendo vyake haviachiliki. Farao baadhi ya ulama kwamba asiseme kwamba astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi, kwamba kuna sigha atumia asema Allahumma ighfir li dhanbi, naam, Allahumma tub alayhi, Allahumma tub alayhi astaghfiruka, Allahumma ighfir li, kwamba Allahumma tub alayhi, Mwenyezi Mungu nitubie mimi, wa astaghfirullah al-azim Allahumma ighfir li au Allahumma ighfir li dhanbi, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allahumma tub alayhi, Mwenyezi Mungu wewe ndio nitubie mimi kwa kutaka wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi sina uwezo kuja kwako wewe kutoka ahadi kwamba sitorejelea ile makosa aliyofanya. Wastaghfirullah al-azim Allahumma tub alayhi, ukileta istighfar Allahumma astaghfirullah al-azim Allahumma tub alayhi, ya Rabbi nisamehe madhambi yangu na nitubie kupitia kutoba yako Subhanahu wa Ta'ala. Na pia vile vile sumia an baadhihim yaqul astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi, akamwambia sema astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi توبة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. توبة ambayo kwamba nastaghfiri kwa ulimi ya Rabbi na kurejelea kwako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hali ya kuwa mimi ambaye kwamba huyu mwenye kutubia kwako wewe similiki lolote, la manufaa yangu wala madhara yangu wala similiki uhai wala similiki chochote katika ardhi kama hii. Kwa hivyo bihadha takun i'tirafuka bima akhta'ta biha haqiqatan wa illa bighairi dhalika bado toba yako haijasahihika. نعم. لو كسمها هذا الإمام الحداد ولكن المريد على الدوام في غاية من الاعتراف, ni awe yule murid katika wakati wake wote katika hali zake zote fi ghayatin, kilele katika kujitambua kwamba yeye ni mugassir, kwamba yeye ni mwenye makosa, kwamba yeye hastahiki lolote, bal umestaghfir Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutaka wewe urejee kwake. wa huwa yakbulu tawbata min ibadihi, na yeye mwenye kukubali toba kwa waja wake Subhanahu wa Ta'ala. بالتقصير عن القيام, kwamba kuna upungufu katika kusimama bima yajibu alayhi min haqqi rabbih, kwa ile haki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokulazimisha juu yako. Wama tahazina ala taqsirihi
pindi ambapo kwamba itakujilia hali ya kuwa una huzuni, ya unyonge, moyo wako umevunjika, udhalilifu, na huna maana, huna lolote katika ardhi kama hii, si chochote si lolote katika ardhi kama hii, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio yuaje sasa kwa wewe. Ndio akasema wa mata hazina ala taksiri, pindi ambapo kwamba atakuwa na huzuni kwa ile makosa aliyofanya na upungufu na kutoweza kwa ile ambapo kwamba alikuwa nayo, wankasara qalbuhu au wankasara qalbuhu min ajlihi, na imevundika moyo wake, si kwamba la mimi nimefanya hivi basi kwa sababu mimi sina hadhi kwa wenzangu au mimi sina hadhi katika mujtama au sina la laysa hada inkisari alqalb, kuhisi na unyonge عند Allah Subhanahu wa Ta'ala, laysa 'inda alkhalq. Mara zingine mtu azikamjia kitu unyonge kwa ajili labda ala hasb man yaishi maahum ambao kwamba yuko na wao, hada saita alinkisar walaysa mimman yankasiru qulubuhum min ajli Allah Subhanahu wa Ta'ala, yule ambao kwamba man kasara qalbi li ajli Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili yake wankasara qalbuhu min ajlihi, kwa ajili yake Subhanahu wa Ta'ala, falyalam anna Allah 'indahu, ajue kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 'inda Allah, yuko na yeye pale pale. Ndio akaleta habari kama hii akisema idh yaqulu Subhanahu wa Ta'ala ana 'inda almunkasirati qulubuhum min ajli, mimi niko katika watu wale ambao kwamba nyoyo zao zimefunjika kwa ajili yangu mimi, zimedhoofika, zimekuwa na unyonge kwa ajili yangu mimi Subhanahu wa Ta'ala. Wahiyatan hadha alkhabar min alisrailiyat, ambao zilizopokewa lakini si maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bal imepokewa hadithi ambao kwamba yaashiria maneno kama haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam yani hadithi kuhusu anasema ya abdi lima lam ta'udani maridtu wa lam ta'udani, ewe mja wangu nimekuwa mgonjwa mimi hukuja kunifuata, hukuja kunizuru na mimi nilikuwa mgonjwa. Akasema ya rab lama a'uduka, qal kaifa a'uduka anta rabbul alamin, takuja kukuzuru vipi na wewe ni mlezi wa viumbe wote. قال مرض فلان من قال مرض عبدي فلانا فلم تعودني قال فإن عدته لوجدتني عنده. Anasema aligonjeka moja katika waja wangu kwenda kumzuru, na ungeenda kumzuru ungenipata mimi kwa kwake, kwa sababu ghaliban ule mgonjwa hali yake ni dhaifu, hali yake ni mnyonge, waisi udhaifu, waisi hivi na vile. Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko katika watu kama hao. Na hadithi nyingine iliyopokewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah yuhibbu qalba alhazin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda nyoyo ambazo kwamba ilikuwa na huzuni. Tutajid kathir min alarifin fi aghlab awqatihim nyoyo zao munkasirin hakadha bilkhumul وعدم الانبساط دائما مع الحال، لكن هذا إذا كان مع نفسهم سبحانه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وسبب إن الله سبحانه وتعالى يوجد عند مكسرة قلوبهم من أجله. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jali ni waja ambao kwamba wenye kuvunjika nyoyo zao na kuhisi unyonge ambao kwamba tadhallul tahta yadai Subhanahu wa Ta'ala, na hakika kuwa na unyonge chini ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala ni fakhri, ni fakhri ambao kwamba ilikuwa si nyingine. Naam. Akasema radiyallahu ta'ala anhu falyalam anna Allah 'indahu idh yaqul subhanahu ana 'inda almunkasirati qulubihim min ajli, kwamba mimi niko katika waja ambao kwamba walovundika nyoyo zao kwa ajili yangu mimi. Akasema wa 'ala almurid, na yule mwenye kutaka njia kama hii na kutahakaka haya yote ambao kwamba yalotangulia min at-tawbah as-sahiha, an yahtariza min asghar adh-dhunub. Ushatahakak, ushafanya makosa, umetubia, hata kama utarejelea lakini umetubia kwa namna inavyotakikana, basi jichunge sana na madhambi madogo madogo. Usione labda basi kutubia ni lazima ufanye madhambi makubwa makubwa, umeiba, umeua, umechukua haki ya fulani, la. Hata mengine madogo ambayo kwamba hata haingilike, hayahesabiki. Anasema basi chunge nazo sana hizo. Fadlan an akbariha, kushinda yale makubwa yake. Kwa sababu makubwa yake maarufu yaonekana, lakini yale madogo ndio shetani humwingilia pale. Na wengine wakapigilia mfano, anasema kama kuni, kama moto kitaka kuwaka, mwanzo huanza kuwasha na vikuni vidogo vidogo. Na vile vile madhambi pia huwezi kufikiria makubwa ya kufanya ila baada ya kuingia katika kufanya madogo. Ndio fadlan an akbariha, kushinda yale ambayo kwamba ni makubwa yake, ashadda min ihtirazihi, wa fadlan an akbariha ashadda min ihtirazi, yani kujichunga kwako ni zaidi kushinda kujichunga yale makubwa. Min tanawili summi alqatil, kushinda mtu kwenda kutukua sumu yenye kuua, yani wewe kufanya yale makosa madogo ni kushinda kwenda kuchukua sumu ambayo kwamba yenye kukuua kwa hatari yake ilivyokuwa. Anasema yakunu khawfuhu law irtakaba shay'an minha a'zama min khawfihi law akala sum, yani wewe kwenda kufanya ile makosa, hofu yako, kuogopa kwako ni kushinda kwenda kutukua sumu ile pale umeona umeokewa, ama kutukua sumu kwenda kunywa, ile hofu yako ni zaidi. Wadhālika li'anna al-ma'asi ta'malu fi al-qulub 'amala as-summi fi al-ajsam, kwa sababu hakika maasi ukazi yake ndani ya moyo ni kuua ile nuru ya moyo, kuua ile kuifisha uhai wa moyo. Moyo huwika kwa taa, moyo huwika kwa mahaba ya Mwenyezi Mungu, moyo huwika kwa kuketi na watu wema.
Lakini mambo gani ambayo kwamba ni kuifisha adhunub, na mambo ambayo kwamba ni kuanza ni kidogo kidogo, haya makosa madogo madogo. Nasema dhalika lana almaasi ta'malu fil qulubi amala as-sumi fil ajsam, kazi yake ni kama vile sumu inavyoingia katika mwili, yatapakaa mmaliza yule mtu. Mfano mdogo, nasallallahu subhanahu wa ta'ala na walakum al-afia. Tukiangalia tu katika zama zetu ugonjwa wa kansa, kuna nafikiri degree 4 ama daraja 4 mpaka mtu afikirie ni umalize, lakini mujarrad ya kumwingilia yule mtu anaweza kumaliza pole pole mpaka ufika khalas imetapakaa mwili wake mzima, damu yake yote imeingiwa na maradhi kama hiyo, mwisho wake tena yaondoka. Na vile vile pia madhambi madogo ni kama sumu vile yanavyoingia katika mwili wa mwanadamu. Walqalbu azu ala almu'min min jismihi, na moyo ni ina utukufu zaidi ama ina ihtimamu zaidi na ina yani kuangaliwa zaidi kushinda hata mwili wako wewe, mavazi yako, sura zako, hali yako. Mamshu utaalla kuangalia moyo wako, je umesahika mala. أعز على المؤمن من جسمه بل رأس مال المريد حفظ قلبه وعمارته. بل رأس mwili wako wewe, إذا صلحت القلب صلحت الجسد كله. إذا صلحت ليش إذا صلحت الجسد ikisulihika moyo wako basi umesulihika vile vyako zote. Kwa sababu awal inbi'ath au awal shay alladhi yantabi' fi al-kharij ni ile ambayo kwamba liko ndani ya moyo. Chochote ambacho kilicho moyoni kwako basi ndio huonekana kwenye vitendo vyako. Wasabal rasu mali almurid hifdhu qalbihi wa imaratuhu, bali ndo rasi ya mali, ndo tumo ama ndo la kwanza ya kuanzia ya rasi mali ya yule murid, hifdhu qalbihi, kuhifadhi moyo wake, wa imaratuhu, na kuendeleza ule moyo wake. Sema aljismu aradun lilafat, na mwili ni sehemu ambayo kwamba yenye kupatikana nini, yani alafat, yani maovu ama vitu wenye kuzidhuru. Wa amma garibin yutlafu bil maut, na baada muda mchache utapatikana, ataondoka tu ule mwili, utakuliwa, utaisha baada ya mwisho ataingia kwenye kaburi, atarejea atakuwa ni mchanga tena, lakini moyo wako hata ukishakufa itakuwa ndo sasa ndio yabakia. Nasema laysa fi dhihabi illa mufaraqati dunya nakida naqsa, hakuna nasema kuondoka kwa mwili ni kuondoka duniani, tena sehemu ambayo kwamba kuna madhiki, kuna misukosuko, kuna mambo ambayo kwamba kukutia hamu, basi ondoka tena, mwili wako ondoka katika sehemu kama hiyo. Wa amal qalb, ama moyo, intalifa faqad talifat al-akhirah, ikishamalizika ikishakufa moyo basi ndo ama kishaharibika moyo wako ndo shaharibu akhira yako, hakuna faida yote. Fa innahu la yanju min sakhati llah wa yafuzu bi ridwanihi wa thawabihi illa man ata Allah bi qalbin salim, kwa sababu hakuna yule ambaye kwamba atakayeokoka kwa ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa yafuzu bi ridwani, na tafaulu kwa radhi zake Subhanahu wa Ta'ala, wa thawabihi, na thawabu zake atakampatia, illa man ata Allah bi qalbin salim. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, siku hiyo ambapo kwamba chochote kitakufaa, la mali yako, la watoto wako, la nguvu zako, la mwili wako, wala chochote, illa man ata Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qalbin salim, kwa moyo ule ambao kwamba ulosalimika. Wa alqalbi salim huwa man, kama tulivyoeleza katika majalisa kwanza, kuwa lam yataallaq au ikhthallat an kulli ma siwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, una hamu isipokuwa na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Bihadha, kwa namna kama hii ndio mtu hifadhi ile moyo wake, na akawa tena kujiendeleza na kuiamirisha moyo wake katika kubakia na kuendelea na kupata na kuendeleza kufanya mema mengine ambayo kwamba atakomfikisha katika maarifatullah Subhanahu wa Ta'ala wa ridhaah. Hadha huwa awwal bab wa huwa awwal asl fi ad-dukhul fi hadha al-hal au hadha al-maqam. Ya kwanza ni lazima mtu asahihishe toba yake, thumma baada dhalika katika magamil ash-shukr, baada mtu shakuwa amesahihisha toba yake, yuingia sasa katika shukr lillah Subhanahu wa Ta'ala, yamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ile neema ambayo kwamba amemneemesha. Wa maana shukr huwa sarfu al-'abd jami' ma an'ama Allah Subhanahu wa Ta'ala alayhi min as-sam'i wal-basari wal-'aqli wa ghayriha lima khuliqat min ajlihi, kwa kile ambacho kwamba ulichoumbiwa nacho. Kila yani wewe tumia yale viungo ama vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuumbia nayo kwa kile ambacho kwamba alikuamrisha nacho. Hadha huwa shukr. Shukr tofauti ya hamd. الشكر يتحقق بالجنان والعمل بالأركان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان والقول باللسان. نكون يتحقق kwa moyo wako, yani kwa ndani wako uamini kwamba hili jambo ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii neema iliyonipatikana na mimi ama hii taufiki niliyofanya mimi katika hali kama hiyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu bil arkan, na kufanya kwa viungo vyako, mikono yako, ulimi wako, macho yako, masikizi yako,
miguu yako yote yawe katika sehemu ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaridhia. Na la tatu alqawlu bil lisan, ndio kumshukuru alhamdulillah, nashukuru, tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumhimidi Mwenyezi Mungu, hada bil lisan fakat, na huwa ndio alhamd. Lakini shukuru lazima kupatikana yote. Ndio Mwenyezi Mungu akasema wa qalilu min ibadi yashkur, na kidogo katika waja wangu wale ambao kwamba katika hali kama hii watahaqqaq na hali kama hii ya kuwa vitendo vao, imani yao na ulimi zao yenye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. هذا هو الشكر الأول. ثم بعد ذلك المقام الثاني وهو الصبر على البلاء، kuwa صبر katika hali ile ambayo kwamba utakuwa na sabr ala albala, wa huwa habs an-nafsi anil bala'i, ni kuifunga moyo wako, nafsi yako, matakwa yako, shahwa zako kwa zile balaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakushukushia. Una maradhi, una dhiki, una ufukara, una mathalan uko na ugonjwa, uko na udhaifu wa hali, chochote kitakachokupatikana, wasubiri kwa hali ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikupatia. Hili lazima ni katika usul za kuingia katika milango, katika njia hii ama katika siri ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema bashiris sabirin, wapatie bishara wale ambao watakaosuburia, kwa sababu ni hali ambayo ilikuwa nzito. Wa sabra ala albala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupatia balaa, kushukishia kila aina. Wa hali kama hii, inma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, na hisabu yao na wale atakayesubiri kwa balaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumshukishia, basi ajiri zake atakazozipata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio yajua. Wal maqam ar-rabi' وهو الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى لك، kuridhia kwa yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokadiria. وهو خروج من رضا النفس والدخول في رضا المولى سبحانه وتعالى، kutoka kwa radhi au kuridhia kwa yale ambayo kwamba yaridhia nafsi yako, kwa yale ambayo kwamba yaridhia shahwa zako, matamanio yako, toka katika ridha hiyo waingia katika ridha ambayo kwamba alioridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila yale ambayo kwamba atakupatikana hapo, kwa hali yote itakayokuwa yenye kukufurahisha na yenye kukuhuzunisha, waridhia kwa kila alichokupangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ujue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye iladhi yatasarraf, mwenye kutasarraf katika nyoyo zetu, fi sarairina wa fi dhawahirina, yeye ndio mwenye kutaharamu, kutupeleka namna anataka yeye Subhanahu wa Ta'ala. Hadhi huwa arba'at al-usul. Kisha baada dhalika, na hizi zitaallaq ghaliban katika moyo wako, ama vitu vingine na al-usul al-thalitha al-baqiya sita yataallaq bil fi'l, na zote na huwa wasema nayo ni الجوع وننجاه، kujivunja na njaa. Tena aljuu ikhtiyariyan wa tarku al-akl ikhtiyaran, kuacha ile njaa unavyotaka wewe. Si basi mtu aishakuandika wewe huna pesa, mimi ni fakiri, sina chakula na kwa siku mara moja, la bal ay wengine wakasema tarku aljuu ikhtiyariyan hukman au hakikatan, umeacha chakula hakikatan huna, ama waacha kusudi, ama chakula kiko mkononi kwako kakiacha, so mimi خلاص na khalifu nafsi yangu kwa basi sitaki kula. هذا هو مخالفة النفس. hapo anza awalan fi mukhalafati an-nafs, kuacha ile kuachana na njaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yakfi ibn adam lugaymat yugimna sulba, yamtosheleza mwanadamu vitonge tu va vyakula yenye kusimamisha tu ile sulba yake, ni kwamba aweza kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kaendelea na ibada yake. Lakini kula zaidi ya thuluth ambapo kwamba iliyogawanywa katika kiwili chako sio ala yazida ala thuluth al-batn, tena fi shiddati al-ju', ikono na njaa zaidi, umshikwa na njaa sawa basi usizidishe zaidi ya thuluth, ubaki pale ile thuluth. يروى عن سيدنا حبيب بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه مجاهدته في هذا الأصل. أسمى جاهدت نفسي في الجوع حتى بلغت أني أستكفي بتمرة واحدة. أسمى في حالي بقى يتشلك na tende moja tu, akizidi akitaka kuongeza tende pili hakuna nafasi ndani ya tumbo. رضي الله تعالى عنه. Naam. Na asili nyingine huwa as-samt, kunyamaza, wingi wa kunyamaza. Usiwe mtu mwenye kupenda sana kuzungumza. Usiwe tena mwingi tena kila kitu utakusema wewe, kila kitu utakusikia kwa wewe, kila pale kwa wewe, la. As-samt ni mtu mwenye kuzungumza. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kuna sehemu ambapo kwamba atakusema khairi, zungumza, hakuna nyamaza. Bali anna haqiqatul kalam yujibu at-tafarruq, maneno ndio sababu kubwa ambapo kwamba yenye kuleta tafrika baina ya watu. Leo ingekuwa kila mtu yuko kimya, watu wangekuwa pamoja. Na al-qasd fi tariqi ila Allah Subhanahu wa Ta'ala sari ilayhi al-jam'iyya, kukusanyika watu pamoja na namna kama hiyo. Lakini sababu yenye kuleta tafruka au baina ya watu ni kuzungumza. Ndio ahlullah Subhanahu wa Ta'ala katika misingi yao ni kwamba mtu ni mwingi wa kunyamaza, asiwe ni mwenye kuzungumza. Na sharti ya kwamba baada yake huwa as-sahar, huwa ni mwenye kukesha usiku bidhikrillah Subhanahu wa Ta'ala, kwa dhikri ya Mwenyezi Mungu. Ni mwenye kukesha, si mwenye kupenda kulala kila wakati, kulala tu ama wakati wote atamka talala hata nini, hana wakati na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala.
وقالوا أقل شيئا أن يكون له ثلث الليل في ثلث الأخير من الليل. Ni uchache uamke thuluth al-akhir min al-layl kabla masaa mawili ya alfajiri au jisaji moja, uketi ujifarafishe wewe moyo wako na hali zako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umtaje Mola wako, ukumbuke makosa yako, usafishe moyo wako bihadhi al-hal. Na nyingine ambapo kwamba al-uzla, kuepukaka kuwa mbali na watu, kutochanganyika sana na watu, illa qalu li darurati ilmin au bai'in au shira, illa kwa dharura kwenda kusoma, kwenda kusomesha, kwenda una biashara, una kazi, unaenda kununua, min huna la bas. Ama zaidi hapo hakuna, kwa sababu anna asl fi khiltati an-nas yurithu dhulmat al-qalb, kuchanganyika na watu daiman, kuwa na watu daiman. Wa man qal al-inas bin-nas iflas, kwamba ukijiona hali yako mimi sifurahi, sisikira paka niketi na watu tu, nikiwa na watu ndio usikira, yani kiti peke yako wewe husikira, basi jua kwamba moyo wako Subhanahu wa Ta'ala kuna kitu. Man safat qalbuhu wa man Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alomtaka kumkaribisha kwake humjalia yastafihi li nafsihi, to mwanadamu ni apenda kiti peke yake tu, hataki kuchanganyika na watu. Hadi alama ala anna Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu hadha al-khair. Na kuchanganyika sana na watu ni iflas. Tena tukifaradhia kwamba haipatikani maasi katika kukusanya na watu. Lakini vipi ambapo kama ni mithali ambapo ni mdogo katika majalisi yetu tawanya nyingi, mimi maji utakuta labda fulani wasemwa, hakuna pita majalisi wa mtu yasemwa. Hadi min al-maasi, na yote yaje min al-ikhtilat. Khultat an-nas, kuchanganyika na watu ما يسلم من الغيبة ولا من النميمة ولا من الكذب ولا من الأشياء هذه من سائر المحرمات. وهي العزلة نمنا تكفيزكana mtu ni mu'tazil ani shay illa li darurati, mkuja darsa hudhuria soma, ni kama umepata mahali tadris usomeshe, una kazi wauza waenda kununua, hakika tamma dhalika al-umur kulla irja' ila makanak wastanis bi rabbik subhanahu wa ta'ala. Ndio min haddad Allah ta'ala kataja idha sema wan nafsu rudha bi'tizalin daimi wasahru fi ad-duja والنفس يردها باعتزال دائم والسهر في الدجا والتجوع والصمت والسهر في الدجا والتجوع. Nafsi yako utaka kuifanya tamrin, kuifanya mazoezi mpaka ikawa tena imefika hali ambapo kwamba itakuwa na hudhuru ma Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi sifanye mazoezi na vitu vitatu, wa huwa taglil al-kalam wa taglil at-ta'am wal manam. Qalilisha katika kuzungumza kwako, qalilisha katika kulala kwako, qalilisha katika kula kwako. Bihadhi al-ashya tatahaqqaq. Na sharti zingine za mbili zilizobakia, wa huwa an yakuna lahu awradun au adhkarun talaqahu min shaykhihi al-murabbi, ni zile zompatia shekhi lake azishikilie na aziwadhi. Dhikri amepatia shekhi lako amekwambia hii ile aliyokupatia usiongeze, hata kama sikikujia himma atakuongeza sala ile aliyokupatia shekhi lako endelea nayo. Atawadhi ala ma rattabahu lak sheikhak fi al-awrad wal adhkar. Na lingine ni kwamba la mwisho huwa antajida sheikha murabbiyan, upate shekhi yule ambaye kwamba mwenye kukufikisha na mwenye kukulea katika tarika kama hii. Bihadhi al-usul al-10 utakuwa umekamilika na umetimika, ama waweza sasa kufika katika marahili ambazo kwamba watarajiwa kule al-murid sadiq katika kufika kwa hali ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, wa ayakuna min as-salikin au min al-wasilin wal musilin, alofika na mwenye kufikisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sukhirishie hayo na tuhakikishe nayo yote hayo ya Rabbil Alamin. Naam.